Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kama tulivyosikia awali, misa hii tunaadhimisha kumshukuru Mungu kwa zawadi ya vijana wetu makatekista 20 ambao wanahitimu masomo yao na sasa wako tayari kutumwa rasmi kwa ajili ya utume wao. Na tumechagua misa takatifu hii ya mitume wote kuonyesha umuhimu wa utume wa makatekista katika kanisa. Wanahitimu katika mwaka huu ambao tunaojua ni mwaka wa jubilei 2025, mwaka mtakatifu. Na tunajua mwaka mtakatifu, jubilei kuu, daima inakuwa tukio la muhimu mkubwa sana wa kiroho, kikanisa na kijamii katika maisha ya kanisa. Ni wakati wa zawadi ya neema unaoonyeshwa na ondoleo la dhambi, na haswa ambalo ni onyesho kamili la huruma ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa, kumbe kwenu makatekista mwaka huu mtakatifu ni wakati wa kutafakari kwa namna pekee sana zaidi juu ya wito wenu wa ukatekista. Na hata maandiko leo matakatifu tuliyosikia leo yanatualika kuona wito kama zawadi. Ni zawadi inayotoka kwa Mwenyezi Mungu, kwani ni Mungu anayetuita kwa ajili ya utume katika shamba lake. Umesikia katika somo la kwanza linalosimulia wito wa nabii Isaya. Nabii Isaya kabla ya kuitwa kwake amepata maono ya siri za mbinguni, na kwamba siku hiyo ameona kama amechukuliwa kuona kiti cha enzi kule mbinguni mbele ya Mungu. Hata akamuona Mungu katika kiti chake. Kwa sababu hiyo na hali yake ya kibinadamu alijiona hastahili kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Aliogopa sana kwa sababu ya udhaifu wake. Na tunaona maneno yake, mimi ni mtu mwenye midomo michafu na ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Ndivyo tulivyosikia katika somo la kwanza, hasa sura ya 6 aya ya 5. Na hivyo kabla kutumwa alitakaswa midomo yake kwa kaa la moto na malaika. Baada ya hapo akasikia sauti ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Na yeye sasa ana ujasiri wa kujibu, mimi hapa, nitume mimi. Ndugu zangu wapendwa, makatekista wetu mnaitwa kutoka jamii na familia mbalimbali. Pengine mnafika chuoni na hitilafu za kifamilia, za kijamii, labda nitumie neno vinyago, ambavyo vinaweza kuwa kila moja na kinyago kutoka kwenye familia yake, kwenye jamii yake. Kwa sababu hiyo mnahitaji wakati mwingine kupata kaa la moto kama lile la nabii Isaya, ili kuwaondoa na vinyago hivyo, ili muweze kufaa sasa kwa ajili ya utume wenu. Lakini ni lazima mkubali kubandukana na desturi na tamaduni na mila potofu na maisha fulani yasiyoendana na imani yetu, ili muweze kuundwa vizuri kwa ajili ya utume wenu, na ili baada ya masomo yenu muweze kuwa wahudumu wa jumuiya ya waamini katika kutangaza, kushuhudia na kurithisha imani katika hatua mbalimbali. Na kwa namna pekee mkikazia na hatua ya kwanza ya kutangaza Injili. Maana yake kufundisha maisha mapya katika Kristo Yesu, sanjari na kuandaa waamini kwa ajili ya kupokea masakramenti mbalimbali. Ninyi mmeitwa kuwa mashuhuda wa imani, walimu wa imani wanaofundisha kwa niaba ya kanisa. Papa Leo wa 14 anasema juu ya makatekista. Katekista katika swala hili, ninyi makatekista ni wale wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa mashahidi kwake. Manake kazi ya katekista ni kuwa shahidi wa Kristo. Na jina la huduma mnayofanya linatokana na kitenzi cha Kigiriki. Ni neno linatokana na Kigiriki katekein, ambacho kinamaanisha kufundisha kwa neno, kwa kinywa, kwa kufanya isikike sauti. Kwa hiyo wajibu wenu ni kufundisha. Na sisi toka zamani makatekista wetu tuliwaita walimu. Ndio jina la katekista, mwalimu wa dini. Tuliwaita walimu kwa sababu ndio wajibu namba moja. Na mnachukua kwa kweli jina la Yesu. Yesu aliitwa mwalimu kwa sababu kazi ya kwanza ya Yesu na ya msingi
haikuwa kuponya, wala sijui kufukuza pepo, sijui kufanya nini, kuongeza chakula, la hasha. Kazi yake ilikuwa kufundisha. Ndio maana kila mara watu walipokuwa wamemzonga wanataka aendelee kutoa miujiza, anawaambia hebu twende na mahali pengine tukahubiri na huko, kwa sababu alijua wajibu wake ni kuhubiri. Yeye ni mwalimu, na nyinyi makatekista wapendwa sana, mnatumwa kuwa walimu katika makanisa yetu mbalimbali. Katika misa leo nyinyi tunawatuma rasmi kwa ajili ya kazi hiyo, mkawe walimu. Msijali sana pengine umri wenu, nikitazama wote ni wadogo. Zamani walikuja na makasista wazee, walikuwa nasoma hapa wazee. Lakini naona vijana wadogo hapa miaka 10 na kitu, 20, 22, ni wadogo. Mnaweza kujisikia kama Timotheo, mkaona kama tuko wadogo mno, pengine tunaenda kukaa katikati ya wazee. Unatumwa madunda kwa watu wazee hapo, wazee wa miaka, wanasema sisi tumemwona leo na wewe nani? Kwa hivyo sasa msihofu. Na Paulo amemuonya Timotheo, usiogope kwa sababu ya ujana wako, kama tulivyosikia katika somo la pili. Usiogope, na mtu asidharau ujana wako, lakini ukitaka wasikudharau, basi uwe mwenyewe kuwa kielelezo katika imani. Uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi, yani katika maneno yako unayotamka kila siku. Watu wanaangalia katekista wetu anaongea nini huyu kijana. Wakiona story zako ni za vijana tu wa mitaani, wanasema huyu mwana tu. Huyu mwana. Lakini wakiona unaongea mambo ya msingi, wanasema ni mtoto katika umbo na umri, lakini huyu ni mtu mzima katika kauli. Na ndicho alichoshauri Mtume Paulo kwa Timotheo, katika upendo, na katika mwenendo wako, katika usemi wako, katika upendo wako na imani safi. Haya ndio yatakao kufanya uwe hata katika ujana wako uweze kuthaminiwa na kuheshimiwa kama miongoni mwa wazee. Hata ukiwa na shida, nasema hebu tumwite katekista wetu atushauri. Hata kama ni mdogo, njoo ushauri. Wanajua kwa kauli yako na namna ya kuongea na mwenendo wako na imani yako unaweza kwa mchango katika jamii, hata katika mambo ambayo sio ya kiimani, hata katika mambo ya kawaida ya maisha. Watu wanasema hebu tuombe tumuone katekista wetu atushauri katika kigango chetu, tuna jambo hili. Na hata mapadre wetu wengine wanapata kiwa wadogo. Kwa sababu padre anaruhusiwa kupata upadre hata kiwa na miaka 25, lakini isipungue. Ikiwa 24 lazima kuomba kibali kutoka Baba Mtakatifu kwamba ana miaka 24, lakini tunaona amekomaa, ana uwezo. Kwa hiyo mnaandika barua, Baba Mtakatifu anajibu kwa kutumia taasisi inayohusika na mambo ya wakleri, anajibu. Ninawaruhusu sasa huyo mnaweza kumpatia upadre hata kama na miaka 24. Kuna mapadre na wafahamu waliopata upadre kama na miaka 24. Sasa huyu ni padre, ni baba, hata kama ni mjukuu kwa umri, lakini ni baba. Kwa hiyo watu wanakwenda kujitubio, lakini watu wanaangalia sana siku ya kwanza, nafuatilia namna anavyoongea, wanaangalia mwenendo wake, namna ya kuvaa. Wakiona yuko na mlegezo, sio na nini, wasema huyu bado mwana tu. Kwa hivyo hata kwenu, kama ni mtoa mfano kama hata kwenu vijana wanangu ni wadogo, lakini mwenendo wenu, kauli yenu, upendo wenu, imani safi, hivyo vitakavyowapatia nyinyi mamlaka. Watu wataangalia mamlaka yenu kutokana na namna wenyewe mnavyojichukulia. Kwa hiyo ukishika sana maelekezo haya ya Mtume Paulo, utaona na wewe mwenyewe unapata ujasiri. Unakuwa na ujasiri kwa sababu una nguvu kutokana na mwenendo wako, na umejijengea heshima inayokufanya uweze kujulikana. Katika somo la Injili tunaona kuwa wito wenu au wito wowote ule kwa ajili ya kuhubiri unatokana na hitaji, na tunaitwa, tunatumwa. Hatujiiti wala hatujitumi. Katekista hawezi kujiamulia mwenyewe, mimi nataka, hata kama nyinyi paroko utaki, mimi nataka kuwa katekista. Hata kama wewe mkuu wa chuo mimi utaki, mimi nataka kuwa katekista. Hata upadre ni wa kanisa na ni mwito ni wa kanisa.
Ukatekista ni wa kanisa na mwito wa makatekista ni wa kanisa. Anayekuita ni Kristo kwa ajili ya huduma ya kanisa. Na hivi hata padre hawezi kusema mimi bwana nimeitwa hata mnikatae namna gani naendelea. Huo sio wito. Sio wito. Kwa sababu hata Mtakatifu Thomas wa Aquino alisema ukiona askofu wako anasema huna wito. Usinganganie na kulazimisha kusema lazima niwe padre, lazima niwe katekista. Kwa hivyo wito ndio maana unaitwa wito kutokana na kuitwa. Tunasema ndugu kuna wito. Kuna wito na lazima tuitike. Na ndio tunaitika kwa sababu tumeitwa. Na hivi ndivyo anavyosema Yesu, hitaji lipo. Anawaalika wanafunzi wake akisema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache, basi muombeeni Bwana mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Maana yake wito unatokana pia na sala. Sisi tunaombea miito tupate makatekista. Mnaona mara nyingi nyinyi mashahidi. Sisi tunasali kila mara tupate miito mitakatifu, katekista, utawa, upata. Lakini hakuna wito wa uaskofu. Maana mmoja anasema mimi nataka kuwa askofu. Yaani toka akiwa darasa la 7 anasema mimi nataka niwe askofu. Askofu ni moja tu sasa. Na sisi hatupeleki maombi kama mnapopeleka nyinyi. Askofu nateuliwa, upende usipende wasema Bwana wewe jimbo hili hapo umekabidhiwa. Lakini tunaomba kila mara kwa ajili ya mito mitakatifu ili kanisa liweze kupata watenda kazi. Yaani wale ambao watafanya kazi inayohitajika. Lakini tunaweza kujua kwa nini Yesu alitoa agizo hilo, salini tupate watenda kazi. Kwa sababu Yesu alipokuwa akizunguka katika miji na vijiji akifundisha katika masinagogi na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa na nini na mambo yote aliyofanya wakati ule, aliona watu kama wanahangaika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Aliona hitaji la wachungaji kwa ajili ya watu hao. Hata hivyo wakati ule wakati wa Yesu tayari kulikuwa na baadhi ya watu walikuwa viongozi wa dini, walikuwa na hubiri huko kwa Farisayo, kulikuwa na dini ya Kifarisayo. Lakini haikukidhi hitaji la watu. Shida ni hiyo, wao walifanya mambo yao na kutangaza sheria sijui 600 na kitu na nini. Kwa hiyo ilikuwa haigusi kweli la mtu la ndani ni kumjua Kristo, kumfuata Kristo, hawezi kujua, hamu yake ni hiyo. Ndio maana unaweza kuona watu wanaweza kusikiliza neno la Mungu na mahubiri yake na nini. Hamu yao ni pale. Wasikie Yesu leo, Dominika leo ananiambia nini katika maisha yangu, kitu gani kiguse maisha yangu. Na ndio alichokuwa anasema Yesu, hawapo watu namna wanaoweza kuwaridhisha watu kwa kufundisha na wakapata hitaji lao la kiroho kikamilifu ni wachache. Ndio maana nasema ombeni tuwapate wale ambao wanaweza kukidhi mahitaji ya watu. Na sisi tunaendelea kuomba hata leo ili tuweze kuwapata makatekista wale ambao watakidhi kiu ya watu ya kumjua Kristo katika maisha yao. Yesu ameona hitaji hilo wakati mwenyewe akifundisha. Kwa hivyo leo hii kuna wachungaji kama nilivyosema, lakini tunahitaji bado kusali kupata wachungaji katika shamba la Bwana. Kwa njia ya sala kama anavyoagiza Yesu ndio tunaweza kupata watenda kazi sahihi na wenye ari na nia thabiti ya kufanya kazi ya kuhubiri, kuwa walimu, kazi ya kuwa mwalimu wa dini, mwalimu wa kufundisha imani kwa watu. Tunahitaji kuombea pia miito ya katekista kama tunavyo nia ya kupata kweli makatekista ambao watakuwa watendaji. Kuombea miito ni kazi ya kanisa zima. Ni jumuiya inayosali kwa dhati kuombea miito ndio inaweza kupata watendaji kazi sahihi katika shamba la Bwana. Ndugu zangu, makatekista waweze kutekeleza dhamana na wajibu wao kikamilifu. Ni wajibu wetu kanisa zima kuhakikisha kuwa tunasali kuomba kupata vijana hao, alafu baadaye wapate mafunzo sahihi kama mnavyopata, kama mlivyopata wanangu hapa, juu ya maandiko matakatifu, juu ya teolojia, mafundisho juu ya imani, mambo ya kichungaji. Mnafanya mazoezi kuzunguka katika vigango mbalimbali, mjifunze uchungaji, upate uelewa na namna ya kufundisha watu dini, ili hatimaye muweze tupate watangazaji mahiri wa imani. Makanisa wanatarajiwa wawe ni wahudumu waaminifu na wanaweza kushirikiana kwa karibu zaidi
na kanisa na maaskofu na mapadri ili kutekeleza dhamana na wajibu wao mahali popote pale watakapotakiwa kwenda, mahali watakapotumwa. Sio pale mnapochagua nyinyi, pale mnapotumwa. Kuna kishawishi kikubwa cha kusema wapi ambako naweza kufanya kazi. Kuna kanisa moja alikuwa anahama na paroko. Yaani paroko ikiwa parokia fulani unamuona katekista yuko pale. Akihama aende sehemu na yule katekista nahama. Kahama. Wengine hawahami na paroko ila wanamuhama paroko. Sasa katekista moja akahama parokia fulani kwa sababu hakupendana na paroko. Akahamia parokia nyingine, paroko akapangwa parokia hiyo tena. Halafu na bahati mbaya yule paroko alikuwa misionari. Yule katekista sema dawa ni kuhama jimbo. Akahama jimbo, akaenda mahali mbali kabisa. Anashangaa baada mwezi mmoja paroko huyo hapo. Sasa unaona Mungu anavyopanga. Tukienda kule tulikotumwa hatuwezi kupata changamoto hizi, lakini tukiwa na nia sisi wenyewe kuchagua ndio tunayoyapata. Huwezi kukwepa majukumu na wajibu. Na pengine tunahama kutafuta unaweza kwenda huko Dar es Salaam katika parokia fulani unasema mimi ni katekista natoka Kitewele kwa asili. Uli kujaji huko Dar es Salaam parokia ya Sinza. Hayupo mtu wa Kitewele Sinza, nasema tu jina tu. Lakini wapo wanatafuta pale ambao kuna wanaita financial muscle, pale penye msuli wa pesa. Wapo wanatafuta. Sisi wenzetu tunahangaika, si kwamba tufanye chochote, tunahangaika ni kuona namna gani katika jimbo letu, tuone namna gani tuweke mazingira walau yawe mnafuko hata katika maisha ya makatekista. Hilo tunahangaika nalo. Sio kwamba sisi tumefumba macho. Tunajua maisha makatekista wetu katika baadhi ya parokia ni magumu sana. Lakini tunataka tutafute dawa ya kijimbo zima. Tuone kijimbo tufanye namna gani katekista hata akiwa wapi Lupande afanane na katekista wa Kitewele. Umetaja vizuri. Au ni na katekista walifuma. Wawe sawa tu, ili wote waweze kufanya kazi vizuri na kwa amani. Ndicho ambacho tunajaribu kuanza. Kwa lakini tujali hasa sio maslahi, tujali mwito. Mwito wanangu ni kitu cha maana. Mambo mengine yanafuata kama sisi tutafuata mwito wetu kikamilifu. Kwa hiyo kwa leo ni mambo hayo matatu, kwamba Mungu ndiye asili ya wito, ndiye anayetuita na kutuandaa tuwe tayari kusema mimi hapa nitume mimi. Hilo ndio jibu letu. Na wala tusiogope kwa sababu ya umri wetu, jana wetu, bali tufanye kazi vizuri hasa katika kielelezo katika imani, katika usemi wetu, katika mwenendo wetu na katika upendo na imani safi. Vitatupa sisi kuheshimiwa. Na la mwisho, wito wa katekista unapatikana kutokana na sala. Lazima tusali kuombea miito. Sala kuombea miito, tusiache kamwe kuombea miito, kwani Kristo anahitaji watenda kazi sahihi katika shamba lake. Tumsifu Yesu Kristo.